Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kabla sijaanza, hebu na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa siku ya leo na wakati huu ninapojisalimisha kwako Jehova. Naomba unitawale, uniongoze na hata kunifundisha. Hata anayenitazama na ambaye ananisikiza, na muombea mbele zako. Msaidie Baba akatambue njia na mapenzi yako kupitia neno hili. Katika jina takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Niko hapa kuendelea na ufunuo kuhusu siku ya tatu. Leo hii naenda kutazama kifungu katika kitabu cha Ezekieli. Ezekieli kuanzia 47:1 kuendelea. Ezekieli nabii wa Mungu alimuonyesha mto ukitiririka, na vyanzo vya mto huu ulitoka kwenye hekalu madhabahuni, na kiwango cha mto huu ulipokuwa unatoka kwenye mlango wa hekalu kilikuwa kimefikia viweko vya miguu. Viweko vya miguu kwa Kiingereza ni ankle deep. Kutoka kwa ankle deep alipima dhiraa 1000. Huu mto ulikuwa umefika kwenye magoti. Magoti inamaanisha mto huu ulikuwa unaongezeka. Kwa hivyo kutoka kwenye viweko hadi kwenye magoti, jinsi tulivyoona hapo awali, ni siku ya kwanza. Kutoka kwenye magoti alipima tena dhiraa 1000 hadi kwenye viuno. Kutoka kwenye magoti hadi kwenye viuno alipima dhiraa 1000, na hiyo ikawa siku ya pili. Kutoka kwenye viuno kuendelea alipima dhiraa 1000, na ulikuwa mto mkuu zaidi ambao mtu hangeweza kuvuka. Kwa hivyo tunaona mto ulidhihirika, mto ulifurika siku ya tatu. Turudie. Kutoka kwenye viweko hadi kwenye magoti siku ya kwanza. Kutoka kwenye magoti hadi kwenye viuno siku ya pili. Kutoka kwenye viuno hadi ufurike uwe mto ni siku ya tatu. Kwa hivyo, kwa kifupi, madhihirisho ya utukufu wa Mungu, udhihirisho wa mtembeleo mkuu wa Mungu wa Roho Mtakatifu unadhihirika siku ya tatu. Tukumbuke ni Ezekieli 47 kuanzia 1 kuendelea. Na mahali mto huu ulipoelekea, mahali mto huu ulienda, wavuvi walivua samaki wengi na kukawa na uponyaji mkuu. Hayo maneno ni asili ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani ya yeyote huleta uponyaji, huleta watu kumjua Yesu Kristo. Asanteni wapendwa. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo nakushukuru kwa neno hili ambalo limekuwa neno la msaada kwetu. Endelea kutufundisha na kutuelekeza na hata kututawala. Katika jina takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Asante.